Moja ya wasanii ambao wamekuwa wako active sana ni Mario. Yaani moja ya wasanii ambao wamekuwa wanajitahidi kwenye promotion. Yaani mimi nasema hivi, katika wasanii wanaojitahidi kwenye promotion, sitaki kusema fulani na fulani, ila Mario mweke. Utamweka nafasi ngapi utajua? Utaja wasanii 5 wanaojua kufanya promotion, Mario simuondoe. Ukitaja wasanii 3 wanaojua kufanya promotion, Mario simuondoe. Yaani Mario inawezekana yuko top 3 au top 2 ya wasanii wanaojua kufanya promotion ya nyimbo. Ndio maana Mario ngoma zake sasa hivi zinakuwa kubwa. Inawezekana hii jawa kubwa sana, lakini amini mimi Mario akitoa ngoma itakuwa kubwa. Kwa sababu anajua kuinvest kwenye promotion. Anajua njia gani za kupita kwenye kufanya promo. Nilikuwa nafuatilia anawadiem watu, si ndio? Hata mimi mwenyewe kanidiem. Anawadiem watu wanakuuliza, "Bwana, wakati Nasinzia tu inatoka ulikuwa wapi?" Unamtajia, unaombea nilikuwa sehemu fulani. Unakumbuka tukio gani? Nasinzia 1 inatoka sio 2006 huko. 2006 ulikuwa wapi? Unakumbuka tukio gani? Alafu anakuambia, "Je, hii Nasinzia tu unataka kuidedicate kwa nani?" Mshaelewa? So lazima anajaribu kuwafanya watu, fans, mashabiki, wadau kufeel like hii nyimbo ni ya kwetu sote. Huwezi kuelewa hiyo strategy haraka haraka. Yaani nakufanya ufeel kwamba hii ngoma ni yetu sote. So nimependa kiukweli strategy ya promo. Kama cheki mpaka Wahuu anasema 2006 wakati ngoma inatoka ndio walikuwa wanaingia kwenye ndoa na ndio walikuwa wameoana. So just angalia namna anavyofanya promotion. Mimi nimependa kiukweli, na mimi nimpongeza tu Mario kwa namna anavyofanya strategy zake za kimuziki. Hataki kupoteza ngoma yoyote. Yaani hataki ngoma yote ipotee. Yaani Mario anachofanya, kila ngoma anayoitoa hataki kupoteza. Kupoteza ni kwamba ngoma iflop. Na ndio maana anajaribu kupambana kwa kila namna akitoa ngoma aweze kuwini kwenye upande wa promotion. Yaani kiukweli amejitahidi kwa namna yake, na big shout out sana Mario.